and let's appreciate him again. Nami tumshukuru Mungu tena. Let's give him all the glory and honor. Tumpe mtukufu wote pamoja na heshima. Let's celebrate this great God. Tumsherekee Mungu huyu mkuu. He's a great God. Yeye ni Mungu mkubwa. A wonderful God. Mungu wa kupendeza. The lily of the valley. Yeye ndiye ua la The kondeni. bright and morning star. No one is like unto you, Kuna kama Jesus. wewe. Thank you and thank you and thank you. Asante na asante. Oh, blessed be your holy name. Libarikiwe jina lako takatifu. Blessed be your holy name. Libarikiwe jina lako takatifu. Blessed be your holy name. Libarikiwe jina lako takatifu. Thank you, Jesus. Asante Yesu. You are worthy of our praise. Unastahili sifa zetu. Thank you for the first service. Asante kwa ibada ya Thank you kwanza. for the second Asante service. kwa ibada hii ya pili. Thank you for what you have done for Asante us kwa kila ambacho in umetutendea the course of the week. katikati ya wiki. We celebrate your holy name. Nasherehekea jina lako takatifu. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Somebody shout a louder Sema amen. amina kubwa. Lift up your voice and thank God for this great country. Thank God for the Shukuru Mungu victory kwa ajili ya nchi kubwa, kwa ajili ya over the ushindi scourge of dhidi ya coronavirus. pigo la kirusi cha corona. Thank God for what he did Shukuru Mungu kwa and alichokifanya what he is doing na kile anachoendelea and what kufanya he is going to na do. kile atakachokwenda Lift up kufanya. your voice and let's appreciate Inua God. sauti yako, mshukuru We Mungu. join all the saints in the land to say thank Tunaungana na you. watakatifu wote We kusema join the asante. government to say thank you. Tunaungana na serikali kusema For the asante. battle is won, thank you. Vita tumeishinda, asante. Coronavirus is humiliated, thank you. Kirusi cha corona Oh, kimefedheshwa. hallelujah to your name, Jesus. Haleluya kwa jina lako Yesu. Hallelujah to your name, Jesus. Haleluya kwa jina lako Yesu. We thank you for Tunakushukuru the testimonies. Thank you for the healing. kwa shuhuda, kwa Thank you for the uponyaji. discharge of many that are victims. Asante kwa We wengi give you all the kuruhusiwa. glory. We give you all the honor. Tunakupa We give you utukufu, all the adoration. tunakupa adhama, We give you all the praise. tunakupa sifa. No one is like unto you. Hakuna kama wewe. Thank you and thank you and thank you. Asante na asante. Oh, makata katala balabalaba. Elekete katala bashala balabalaba. Elia kata brashakatelia balaba. Elende laba shakatelia balabalaba. Father, we thank you. Baba, We give tunakushukuru. you all the glory. We give you Tunakupa wewe all the utukufu honor. wote na heshima. Malabasa katala balabalaba. Thank God for your life. Thank God, Shukuru Mungu kwa ajili ya maisha yako, oh, for preserving you. kwa kukuhifadhi. Many of us have had a contact to victims and we are not affected. Wengine tumekutana It is na the wahanga doing wa of the kirusi Lord cha that it is corona, marvelous in our hatujapata life. madhara. Thank God for safeguarding you. Thank God for Shukuru Mungu kwa kulinda, preventing this thing from coming to you, kwa kukulinda, for exempting you and your entire kwa family. kukuepusha wewe When na you familia thank yako. God, He is committed. Unapomshukuru anawajibika tena zaidi. Oh, belabalaba salabalaba. Eketekata brasalaba. Oh, belandekata. Eliakaba lakatobu elia. We thank you. Tunakushukuru wewe. Blessed be your holy name. Barikiwe jina lako For takatifu. all you have done. Kwa yale ambayo umetenda. Thank you for total victory. Asante kwa ushindi Thank you for mkamilifu. rescuing your people Asante kwa kuokoa from the watu wako scourge of kutoka coronavirus. kwenye pigo la kirusi cha corona. Thank you, Lord, for healing those. Asante kwa kuwaponya Lord, those affected of this wale walikuwa coronavirus. wahanga wa kirusi cha corona. Thank you, this land is free. Asante nchi We iko believe you huru. for that and we thank you. Tunakushukuru kwa hilo. Hallelujah to your name. Haleluya kwa jina lako. Blessed be your holy name. Libarikiwe jina lako takatifu. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. You thank God again for continually opening the door of churches since this pandemic began. Shukuru Mungu kwa kuendelea kufungua malango ya kanisa kwa wazi tangu pigo hili kuwa limekuja. God has been graciously unto us. Mungu amekuwa mwema kwetu. That many nations locked down, no services up to now. Mataifa mengi makanisa yalifungwa, But hakuna the ibada. door of churches all over the country are open for Lakini services. katika nchi ya Tanzania malango yako wazi kwa ajili ya ibada. This is the doing of the Lord, Hili ni tendo la Mungu. and it is marvelous in our Nalo eyes. ni la ajabu machoni Lift up petu. your voice and appreciate. Inua sauti yako, mshukuru Mungu. Lord, we thank you. Bwana We tunakushukuru. give you all the glory. Tunakupa wewe utukufu We wote. give you all the honor. Tunakupa heshima. At the same time, thank God for the president, Mshukuru Mungu kwa ajili ya rais Lord, and pia the parliament and everyone. pamoja na bunge na kila mmoja Lord, for containing this scourge of coronavirus. kwa kuweza kulikabili Everyone pigo in la kirusi cha government playing corona. one role or the other.
Yeyote Thank God for the anayehusika serikalini medical kwa namna moja ama personnel nyingine that God is using ambao Mungu amekuwa in kuwatumia various isolation centers, various katika vituo hospitals. mbalimbali vya We thank karantini. you for their lives. Tunakushukuru kwa ajili ya Oh, maisha we yao. give you all the glory. Tunakupa utukufu We give wote. you all the honor. Tunakupa heshima Thank yote. you for the president of this Asante country. kwa rais wa taifa We hili give you kubwa. all the glory for the Tunakupa prime utukufu minister wote and everyone in government. na kila Lord, mmoja that you serikalini are using, ambao that you unamtumia. gave them wisdom not to lock down. Oh, we give you all the glory. Tunakushukuru kwa ajili yao. Blessed be your holy name. Libarikiwe jina lako takatifu. In the name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. Wave your hand to Jesus and appreciate Punga him. mikono yako kwa Kristo, mshukuru. Oh, hallelujah to your name. Haleluya kwa jina lako. Thank him for your life. Shukuru kwa ajili ya Thank maisha you for what you yako. have done. We give you all the glory. Shukuru kwa ajili ya yote aliyokutendea. Tunakupa Still utukufu wote. saying he has done so much for me. Waya tuimbe, ametutendea. I cannot say it all. He's done so much for me, and I cannot tell it all. Say, and if I have 10,000 times, it still won't be enough to say. When you heal completely. Chukwu na rubi mo, isi kendule To Jehovah, for he has done so very much for me. What shall I render? What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render? What shall I render to Jehovah? For He has done so very much for me. Na, 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 na.
Jesus. Asante Yesu, You have done so much for us. umetutendea mema mengi As a church and as a nation, as kama an kanisa, individual, kama taifa na kama mtu binafsi. take all the glory. Utukufu wote urejee We kwako. return like that one leper to say thank Tunarejea you. kama ule mkoma mmoja kusema asante. And we pray that you perfect all that concern Naomba us. ukamilishe yote yanayohusiana na You sisi. perfect all that concern the nation. Kamilisha yanayohusiana na taifa hili In the name of Jesus Christ. katika jina la Yesu Kristo. Bless your people by your word. Bariki watu wako kwa neno lako. Jesus, heal in this service today. Yesu, ponya Deliver. katika ibada hii ya leo. Let every burden be lifted up. Kila mzigo Let ukaondolewe, every yoke be broken. nira ikavunjwe. Wipe away the tears of your Futa people. machozi ya watu wako. Give your people instant testimony in this Wapatie watu wako service. shuhuda za papo kwa papo To the glory of your name. kwa utukufu wa jina lako. Blessed be your holy name. Ibarikiwe jina lako takatifu. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. It is my year of breaking limits. Mwaka wangu wa kuvunja mipaka. Then what eyes have not seen or ear Kile heard ambacho macho hajaona wala sikio shall hajasikia. be your experience all through the year. Yatakuwa ni uzoefu wako katika mwaka wote huu. Congratulations. Hongera. Please have your seat. Tafadhali keti. Welcome Karibu to this second service. katika ibada hii ya pili. We join all the saints to thank God for this great country. Tunaungana na watakatifu wote kumshukuru Mungu kwa ajili ya nchi hii We kubwa. have reasons to thank God. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. If you have been following up what is happening in nations of the Umekuwa earth, ukifuatilia yanayoendelea katika mataifa mengine, have been following up the privilege we have. na nimekuwa nikifuatilia na kwa upendeleo tuliokuwa You know, nao. most of us will not appreciate Wengi hatutashukuru, why we are thanking. We will not understand why we are thanking wengi God. hamtoelewa kwa nini tunashukuru, Because we didn't witness lockdown. kwa sababu hatukuona kufungiwa ndani. It have not been easy for countries that locked down. Haijawa rahisi katika nchi zilizojifungia ndani, Where citizens does not go anywhere, you stay in your mahala house. ambako raia hawaendi popote, wanakaa ndani ya nyumba. Businesses closed down. Biashara zilikuwa zimefungwa, Many of them now for a month. wengi sasa wamejifungia zaidi ya mwezi. Hallelujah. Haleluya! Many were really trying to revolt because it have not been easy. Wengi walikuwa wakitafuta namna ya kufungua mipaka yao, lakini imekuwa Especially ngumu. those that have daily income. They survive by daily income. Hasa walioteseka zaidi ni wale wanaotegemea kipato cha kila siku. But see us here going about our businesses, Lakini tuone sisi hapa tumekuwa tukienda kwenye biashara zetu, about all our endeavors without any tumekuwa restriction. tukienda kwenye shughuli zetu pasipo kuzuiwa. For that alone, Kwa hilo tu God deserves our praise. Mungu anastahili sifa zetu. Clap your hand for Jesus Pigie Bwana Christ. Yesu makofi kwa ajili ya hilo. Clap your hand for Jesus. Pigie Bwana Yesu makofi. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. And despite what had happened, Pasipo kujalisha yaliyotokea, comparing it to even nations that locked down, tukilinganisha na yale mataifa hata yaliyojifungia ndani, you find out that indeed that God hears our prayers. tagundua kwetu hakika Mungu amesikia maombi yetu, And it is a wisdom na ni hekima to thank God. kumshukuru Mungu. Thanksgiving is a mystery of perfection, Shukrani ni siri inayoleta ukamilifu, a mystery of completeness. ni siri yenye kuleta ukamilifu. When you find out something have lingered after you have prayed, Unapogundua kwamba kitu kimepungua baada ya wewe kuomba, engage the mystery of thanksgiving. itumie siri ya shukrani. Thanksgiving will perfect it. Shukrani itakamilisha hilo jambo. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I believe as this nation have thanked God from Friday till today, Ninaamini kwa sababu taifa hili limeanza kumshukuru Mungu tangu Ijumaa mpaka leo, God will perfect all that concern Mungu us. atakamilisha yote yanayohusiana na sisi. Coronavirus shall spread no further in this nation. Kirusi cha corona hakitoenea zaidi katika taifa hili. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Many nations envy what is happening in this country. Mataifa mengi yanaonea wivu kile kinachoendelea katika taifa Many letu. nations and many Christians all of have commended the president and his team. Mataifa mengi na raia wengi wamepongeza rais na timu yake. The same way they are commending when Donald Trump, the president of America, came up this week, Kama this vile last Thursday or wanavyopongeza Friday, rais wa and Marekani say churches provide essential services. ambaye ametoka akasema kanisa linatoa huduma That muhimu. he did not see the reason why some governors in America open abortion houses and other houses. People go there, but they can't open churches. Na akasema haelewi kwa nini magavana wengine kule Marekani wamefungua vile vituo vya kutolea mimba lakini hawajaruhusu makanisa We kufunguliwa. thank God for a man like that. Namshukuru Mungu kwa mtu kama huyo. The agenda of the devil against the church in the world. Mpango wa shetani kinyume na kanisa duniani. He's one of the person God is using to put it a stop.
Donald Trump ni mmoja wapo mtu ambaye Mungu anamtumia kukomesha mpango wa shetani. We thank God for his life. Tunamshukuru kwa ajili ya maisha yake. And every lover of the church and God. Na kila anayependa kanisa na anayempenda Mungu, God will preserve them. Mungu atawahifadhi. We have been praying over that. Let the door of churches all over the nation, all over the world open. Tumekuwa tukiomba kwamba milango ya kanisa ulimwenguni mote ifunguke. And it is opening. Na imeshaanza kufunguka, inaendelea kufunguka na kufunguka zaidi. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sisi hallelujah kubwa. And that's why we are thanking God, and we will not stop doing that. Na hiyo ndio sababu tunamshukuru Mungu na hatutaacha kufanya hivyo. Thanking God and making declarations. Na kwa tukiendelea kumshukuru Mungu na kuendelea kufanya matamshi. That this pandemic should be over all the nations of the earth. Kwamba ile pigo likome katika mataifa yote ya dunia. Let airspace be open and people will be flying, going about their businesses. Na usafiri ufunguliwe. Let borders be open, traveling from one nation to another. Let everything return to normal. Moja kwenda jingine. Mambo yarudi kama yalivyokuwa mwanzo. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. And very soon it will happen. Kitambo tu itatokea. In all the nations of the earth. Katika mataifa yote ya dunia. I'm not hearing a louder amen. Sisikia amina kubwa. I'm not hearing a louder amen. Sisikia amina kubwa. This morning we continue again with our teaching. Asubuhi leo tutaendelea tena na mafundisho yetu. Commanding the supernatural. Kuamuru uungu. Commanding the supernatural. Kuamuru uungu. Part 3B. Sehemu ya 3B. Remember, the theme of the month is I am for signs and wonders. Tamko la mwezi ni mimi ni wa ishara na ajabu. And we say the supernatural is the realm of signs and wonders. Ule uungu ni kile kiwango cha ishara na maajabu. But the supernatural is not something you wait for. Uungu sio kitu unachokisubiri. It's something you command. Ni kitu unakiamuru kitokee. When you study the Bible, unapoisoma Biblia and understand the ways of God, na ukazielewa zile njia za Mungu, you will know utajua that there is no miracle that will happen in your life, kwamba hakuna muujiza utakayotokea maishani pako, that you are not the one that will initiate ambao it. sio wewe unapaswa kuanzisha. God is not the one that will initiate it. Mungu si atakayeuanzisha He's waiting for us to say something. Mungu anatusubiri kwanza si He's tuseme waiting kitu. for us to do something. Anatusubiri kwanza tufanye kitu. And that will provoke. Na hiyo itamfanya yeye. Hallelujah. Hallelujah. That's the way God operates. Ndio namna Mungu anatenda kazi. All that happened in the land of Egypt, yale yaliyotokea katika nchi ya Misri, God has the power Mungu alikuwa na nguvu to even speak from heaven, ya hata kunena kutoka and mbinguni, the children of Israel will go. na wana wa Israeli wakatoka He kutoka has the mbinguni. power to appear to Pharaoh, Alikuwa na nguvu ya kutokea kwa Farao, but he needs a human vessel. lakini alihitaji chombo cha kibinadamu, Because God visitation, kwa sababu mtembeleo wa Mungu, God visitation mtembeleo wa Mungu always requires human instruments. wakati wote utahitaji chombo cha kibinadamu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I remember specifically Nakumbuka kimaalum kabisa when the children of Israel left Egypt wale wana wa Israeli walipotoka Misri and they were back crossing the Red Sea. na alikuwa anakaribia kuvuka bahari ya Shamu. That miracle happened Ule muujiza uliotokea through the instrumentality of Moses. kupitia chombo cha ama chombo kiitwacho God was Musa. speaking to Moses Mungu alikuwa anaongea na Musa on what to do. kuhusiana na nini The afanye. same God can speak to Red Sea and the Red Sea will part Mungu away. huyo angeweza kuongea na bahari, bahari ikatawanyika. In Exodus 14 verse 13, Kutoka 14 mstari wa 13 he told Moses what to do. alimwambia Musa nini cha kufanya. Hallelujah. Haleluya. I say hallelujah. Haleluya. Read, go to verse 15. Mstari wa 15, Verse 15. The Lord said unto Moses, Bwana akamwambia Musa, why are you crying unto me? mbona unanililia mimi? Speak unto the children of Israel Waambie wana wa Israeli that they go forward. waendelee mbele, And he said, lift thou thy rod. nawe inua fimbo yako. God will not lift the rod for you. Mungu hatoinua fimbo kwa niaba Say, yako. lift thou thy rod Wewe inua fimbo and yako, stretch out thy hand ukanyoshe mkono wako over the sea juu ya bahari and divide it. na uigawanye. God has the power to divide it. Mungu alikuwa na uwezo wa kuigawanya. That miracle will not happen if Moses didn't do what God said. Ule muujiza usingetokea kama Musa asingefanya He alichoambiwa. said, divide it, and the children of Israel Aliwaambia igawanye shall go on the dry ground. ili wana wa Israeli wapite katika nchi kavu. And verse 21. Mstari wa 21. Verse 21. Mstari wa 21. And Moses stretched out his hand Musa akanyosha mkono wake over the sea, juu ya bahari, and the Lord
na Bwana caused the sea to go back. akaifanya bahari irudi nyuma. Look at the combination of what I'm saying. Tazama muunganiko hichi ninachosema See, hapa. Moses stretched out his hand. Musa akanyosha mkono wake. If Moses didn't stretch out his hand, Kama Musa asinganyosha mkono wake, the Lord, God will not be committed to cause the sea to part. Bwana yeye asingewajibika kuifanya bahari irudi nyuma. That's why those who wait for miracle waste their life. Ndio maana wale wanaosubiri muujiza hupoteza maisha yao. Supernatural is something you command. Ule uungu ni kitu It unachokiamuru is not kitokee. something you wait for. Sio kitu unachokisubiri. Miracle is something you do. Miujiza ni kitu ambacho unakifanya, You walk. unakitenda. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sikia hallelujah. haleluya kubwa. Is somebody understand what I'm saying? Kuna mtu anaelewa ninachokisema? That's why it is immaturity as a Christian Ndio maana ni kukosa ukomavu kama Mkristo. to be running around looking for miracle. Kuzunguka kutafuta Looking for miujiza signs. huku na huku kutafuta When ishara. God redeemed you to be a miracle worker. Wakati Mungu amekuokoa wewe mtenda miujiza. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Going around town looking for who will prophesy and pray for you Kuzunguka and do mjini miracle kutafuta for you. mtu atakayekutolea unabii, You see maturity. kuombea. Huko ni kukosa ukomavu. There is always something to do Wakati wote kuna kitu cha wewe kufanya to provoke the miracle you desire. ili kufanya Mungu atende muujiza The unaotamani. woman regarded as a woman with the issue of blood. Mwanamke anayetambulika kama mwanamke mwenye tatizo la Jesus kutokwa damu. was not aware that he had that. Yesu hakujua She kama had na hilo that. tatizo. She said in her heart first, Alisema kwanza moyoni mwake, if I will only have the privilege of touch the hem kama of his nitapata garment. upendeleo tu wa kugusa pindo la vazi lake. She didn't stop there. Hakuishia hapo. She made a move. Alichukua hatua. Everybody was there. There were many there. Watu wengi walikuwa wamemzunguka Yesu. And the woman went and Yule touched. mwanamke alipenya akaenda akagusa pindo la If Yesu. she didn't make a move, Kama hakuchukua hatua, she could have died of the issue of blood. angeweza kufa na tatizo lake la kutokwa If damu. she didn't make a move, she could have died of the issue of Kama blood. asingechukua hatua angekufa na hilo tatizo lake la kutoka How damu. did she receive her miracle? Alipokeaje muujiza The wake? Bible says she spent all the things she have Biblia going from inasema- one hospital and another. Alitumia pesa zake zote alizokuwa nazo But kwenda she hospitali received her moja na nyingine. miracle by making a move. Lakini alipata muujiza kwa kuchukua hatua. Why that sickness remain in your body is you are not doing anything. Huo ugonjwa umebaki mwili mwako kwa sababu hufanyi kitu. You are not doing anything. Haufanyi kitu chochote. Many people are not taking actions at all. Watu wengi hawachukui matendo kabisa, hawafanyi matendo. Even to say a word to command that sickness to leave you, you are not saying. Hata You are only crying. kuamuru ule ugonjwa uondoke, kutamka neno tu usemi. You should grow Unapaswa ukue from God, come and heal me, kutoka kulia Mungu njoo niponye. to I command this sickness leave Kufika my mahala body. unaamuru ugonjwa uondoke. That's two different things. Hivyo ni vitu viwili tofauti. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. This sign shall follow them that believe. Ishara hizi zitawafuata wale waaminio. Mark 16 verse 17. Marko In 16:17. my name they shall cast out. Katika jina langu watatoa mapepo. Just standing in the name of Jesus, you cast out the devil. Kwa jina la Yesu unatoa mapepo. And they shall speak with new tongues. Watanena kwa lugha mpya. And if they drink any deadly thing, Wakinywa kichwa cha kufisha, it shall not hurt them. hakitawazuru. They shall lay hand on the sick and they Wataweka recover. mikono juu ya wagonjwa na watapona. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. I have watched our covenant fathers. Nimekuwa nikiwatazama baba zetu wa kiagano. They don't beg God to come and heal them Hawamwombi Mungu kwa haja awaponye or come and heal anybody. au njoo mponye They mtu command fulani. the sickness to leave. Wanaamuru ule ugonjwa uondoke. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. What am I saying? Nachosema ni nini? With that word, commanding the supernatural. Kwa maneno yako unaamuru uungu. You can command the supernatural. Unaweza ukaamuru uungu. This sign shall follow them that believe. Ishara hizi zitawafuata wale Not waaminio. those that are pastors, Sio wale not those that are wachungaji. bishop, not Sio those that wale are ambao ni bishop. maaskofu, wala Everyone that is maaskofu born wakuu. again Kila aliyeokoka is a miracle worker. ni mtenda miujiza. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. But to command the supernatural, Lakini ili utende huo uungu, take time to understand who you are. chukua muda wa kujielewa wewe ni nani. Understand what is available for you. Elewa umepewa nini. Understand the power you carry. Elewa ile nguvu uliyoibeba. If you don't know what you carry, you will miscarry it. Kama hujui ulichokibeba utakitumia vibaya. Praise the Lord. Bwana I asifiwe. say praise the Lord. Bwana asifiwe. Because most of the times, Sababu mara nyingi you look down on yourself. unajidharau. You don't even believe in the ability God has put in you. Wala hata uamini ule uwezo ambao Mungu ameweka ndani yako. If you must command the Kama supernatural, unataka kuamuru mambo ya kiungu, it is not pride to know who you are.
Sio kiburi No. kujitambua wewe ni nani. It's not pride to declare who you are. Sio kiburi kujitamka wewe ni You nani. say Jesus will be saying, I am the light of the world. Yes, I am the mimi ni way. nuru ya I am ulimwengu. the truth. Mimi I ni am the njia. life. Mimi ni No ukweli. one will come unto the Father except through me. Hakuna mtu anaweza kuja kwa Baba isipokuwa kwa mimi. He keep on declaring it. Yesu alikuwa anaendelea kutamka ule He said, utambulisho wake. I, my Father, we are one. Asa mimi na baba yangu tu wamoja. It is not pride. Sio kiburi The kusema Jews hivyo. call it blasphemy. It's not blasphemy. Wengi wanaita ni kukufuru, lakini sio kukufuru huko. Understand first of all that you are of Cha God. kwanza jielewe kwamba wewe watokana na Mungu, ni mtoto wa Mungu. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. And you need faith to command the Na supernatural. unahitaji imani ili kuamuru mambo ya kiungu. Remember where I read now. Kumbuka niliposoma, These signs shall follow them that believe. ishara hizi zitawafuata hao waaminio. Not everybody. Sio kila mmoja. Them that believe. Wale waaminio. Them that believe. Wale waaminio. Commanding the supernatural to the power of faith. Kuamuru mambo ya kiungu kupitia nguvu ya imani. You can't command the supernatural without faith. Hauwezi kuamuru mambo ya kiungu pasipo imani. In Hebrews chapter 11 verse 1 and 2. Ibrania 11 The Bible says, mpaka now 2. faith is a substance of things hoped for, Imani ni kuwa na hakika and the evidence of ya things mambo not seen. yatarajiwayo, ni hakika ya mambo By yasiyoonekana. it, Kwa the kupitia imani elders obtained a good report. wazee wetu walishuhudiwa It was ripoti by njema. faith that the elders commanded the Ni supernatural. kupitia imani wale wazee wetu wa imani waliamuru mambo By ya kiungu. faith, they commanded the Kwa supernatural. imani waliamuru, walitenda mambo ya And in kiungu. verse 6, we are Mstari wa told 6 tunaambiwa that pale, without faith, pasipo it imani is impossible to please God. haiwezekani He kumpendeza that Mungu. cometh to God must believe, Unayemwendea Mungu lazima and that muamini He is a rewarder kwamba yeye ni mtoa thawabu of those that diligently seek kwa Him. wale wote wamtafutao kwa bidii. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I say praise the Lord. Bwana asifiwe. That's what makes faith so Hicho powerful, kinasababisha imani kuwa na nguvu sana, because it pleases God. kwa sababu inamfanya Mungu And when God apendezwe, is pleased, na Mungu akipendezwa there is no miracle you will not see. hakuna muujiza ambao hutouona. Hallelujah. Haleluya. One of the things the devil did through this pandemic Moja ya kitu ambacho shetani alifanya kupitia ili pigo la corona was to unleash the spirit of fear. ni kuachilia roho ya hofu, But people are beginning to see lakini watu wameanza kuona that there is nothing in coronavirus. kwamba hakuna nguvu yoyote kwenye kirusi cha corona. There is nothing in coronavirus. Hakuna nguvu yoyote kwenye kirusi cha corona. There is a malaria drug, Kuna dawa ya malaria, malaria vaccine and syrup, kuna kinga ya malaria, and people are still dying of na malaria. watu bado wanakufa na malaria. But see, coronavirus, they say there is no vaccine. Lakini tazama, kirusi cha corona wamesema hakuna This kinga. number that have recovered, what healed them? Hao waliopona, nini kiliwaponya? Is somebody understand what I'm saying? Kuna mtu anaelewa anachokisema? Overbloated fear came. Yaani hofu kubwa ilikuja ikawavaa. Even many die of it because of fear. Wengi walikufa na kirusi cha corona kwa sababu ya hofu. I heard of someone who recovered. He said fear nearly gripped him. Kuna mtu ambaye Immediately, alipona, she was confirmed positive. Fear. She nearly Anasema- died because of fear. mtu huyu baada ya kugundulika tu kwamba ana kirusi cha corona, karibu hofu immalize. Opposite of faith is fear. Kinyume cha hofu If you allow fear Ni in you, imani. it will cripple your faith. And you know, the devil knows na unajua shetani anajua that faith is a weapon imani ndio silaha that handles him. inayomshughulikia In shetani. Ephesians chapter 6, verse 16, Efeso the 6:16. Bible says, above all, Yesa zaidi ya yote, take in the shield of faith, twaeni ngao ya imani, wherewith ili kupitia hiyo you shall be able muweze to quench coronavirus from coming to you. kuzima Take in kile the shield of kirusi cha faith. corona kisikujie. Fear Hofu attract coronavirus inakivuta kirusi cha corona kukukaribia, because you will be a victim of anything you fear. kwa sababu unakuwa mwanga wa kile kitu unachokiogopa. Whereas faith Na imani, can't stop it from coming. imani ndio inazuia kirusi hicho kisikujie. Faith is like a bulletproof. If you wear it, Imani ni kama kitu kinachozuia risasi, unapovaa nothing penetrates your hakuna system. kinachokuingia na That kukudhuru. is how powerful faith is. Ndio namna imani ilivyokuwa na nguvu. Hallelujah. Haleluya. And I said in the first service Nilisema kwenye ibada ya that kwanza, it is faith ni imani that brings out the power in the Word of God. ndio inasababisha nguvu itoke katika It neno la is Mungu. faith that
convert the word to power. Imani ndio inaibadilisha neno kuwa nguvu. Romans chapter 1 verse 16. Warumi I 1:16. am not ashamed of the gospel of Sione Christ, haya injili ya for Kristo, it is the power of God maana ni uwezo wa Mungu unto salvation uletao wokovu to everyone that kwa believeth. kila The aaminiye. word of God is power to everyone that believeth. Neno la Mungu linaleta nguvu kwa kila Those who aaminiye. does not believe the word of God don't get the power in the word. Wale wasioamini neno la Mungu aliwazalishi nguvu. Faith is so powerful Imani na nguvu sana. that no matter how you hear the word, Haijalishi unasikiaje neno la if you Mungu, don't put your faith in it, kama uliamini hilo neno, if you don't put your faith in it, kama uambatanishi imani yako katika hilo neno, the word will not profit you. neno halitokuletea matokeo. Hebrew chapter 4 verse 2. Ebrania 4:2. The gospel was preached to them as well as Injili unto us. ilihubiriwa kwao kama For ilivyohubiriwa unto us kwetu. was the gospel preached as well as unto them. But the word preached did not profit Neno them lililohubiriwa halikuwafaa wao because they didn't mix it with faith. kwa sababu hawakulichanganya na imani. In them that had it. Wale waliolisikia, In them that had it. wale waliolisikia. Apostle Paul was preaching and he perceived that somebody had faith to be healed. Mtume Paulo alikuwa anahubiri na And he was akaona healed. kuna mtu ana imani ya kuponya na In Mark akapona. chapter 2, reading from verse 2. Marko And 2:2. in verse 5, they brought somebody Mstari wa from tano. the ceiling. Walimleta mtu kupitia kwenye paa. Jesus saw their faith. Yesu aliona imani yao ya wale That man waliomleta. was not born again. Yule mtu alikuwa He hajaokoka. never asked Jesus, pray for me to be born again. Hakumwomba Yesu niombee But niokoke. by his faith, Lakini kwa imani yake he got salvation. alipata wokovu. By his faith, Kwa imani yake he got his healing. alipata He uponyaji. saw their faith. Aliona imani yao. Faith can be seen. Imani inaweza kuonekana. You can't lack miracles when you have faith. Hauwezi kukosa miujiza unapokuwa na imani. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. The challenge of men, I tell you the truth. Na kuambia ukweli, The challenge in the body of Christ today is lack of faith. changamoto katika mwili wa Kristo leo ni A kukosa little imani. news you hear draws your faith out of you. Habari kidogo unayosikia inaondolea mbali You imani tend yako. to believe what you see or hear from social media than what the word of God says. Unaamini kile ambacho vyombo vya habari vinakuambia kuliko kile ambacho neno la Mungu linakuambia. Isaiah 53 verse 1 says, Isaya who have 53:1 nasema, believed our report? nani ameamini habari yetu? To whom is the arm of the Lord Kwa mkono revealed? wa Bwana umefunuliwa nani? To whom is the arm of the Lord Mkono wa revealed? Bwana umefunuliwa nani? People of God, Watu wa Mungu. you can only command the supernatural Unaweza ukaamuru mambo ya kiungu by faith. kupitia imani. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I'm not hearing a bigger amen. Sisikia amina kubwa. Check all the miracles in the ministry of Jesus. Tazama miujiza yote katika huduma ya Kristo They happen by faith. ilitokea kwa imani, By faith. kwa imani. Jesus have the word. Your faith have made you whole. Yesu alikuwa anamwambia imani yako How imekuponya. did blind Bartimaeus got? Kipofu He sat Bartimayo back. aliwezaje kuona? He cried, "Thou Jesus, son of Alilia, David, Yesu mwana wa have mercy Daudi, on me." ni rehemu. And Jesus stood still Yesu akasimama and called him. akamwita, What do you want me to do? akamwambia unataka He nikufanyie said, I nini? want to receive my Sasa sight. nataka nipate kuona. And he said, your faith have. Akamwambia imani yako imekuponya. And in Matthew chapter 9, Mathayo reading from 9 verse 27, kuanzia mstari wa 47. another story Habari nyingine hapa of two blind men. ya vipofu wawili. Matthew chapter 9, verse 27. Mathayo 9:27. They followed Jesus. Walimfuata Yesu. Two blind men followed him, Vipofu wawili walimfuata Yesu. crying, saying, that son of David, have mercy on us. Akamwambia Yesu mwana wa Daudi uturehemu. And when he had come to the house, Alipofika katika nyumba yake, one thing about faith, kitu kimoja kuhusiana na imani, faith does not hear no to an answer. imani haikubali kupokea hapana kama They jawabu. followed him. I say, we must follow you to your house today. Walisema tutakufuata mpaka nyumbani kwako. When Jesus come to the house, Yesu alipofika nyumbani kwake pale, the blind man came to him in wale his watu house. vipofu wakamwendea nyumbani kwake. Jesus said to them, Yesu akawaambia, this one you are following me. nyinyi mnaonifuata, Do you believe that I am able to do mnaamini this? naweza kufanya haya? Do you believe that Mnaamini I can heal you of this kwamba blindness? naweza kuwaponya? They didn't wait for Jesus to finish. Hawakusubiri Yesu amalize, They answered, yeah, wakajibu Lord. ndiyo Bwana. Jesus touched their eyes, Yesu akagusa macho yao, saying, according to your faith, akamwambia kwa kadiri ya imani yenu be it unto you. pate. In this kingdom, Katika ufalme huu it is according to your faith. unapokea kwa kadiri ya imani yako. If you are praying,
Kama unaomba you are not getting answers, haupati majawabu, ask your faith. iulize imani yako. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Because James chapter 1 verse 6 Kwa sababu says, Yakobo 1:6 anasema, let him ask in faith huyo naombe kwa imani and not wavering. na asiwe na shaka. James chapter 1 verse 6. Yakobo 1:6. For he that wave Kwa sababu yule mwenye mashaka is like the wave of the ni sea, kama wimbi la bahari driven to the wind and tossed. linalopeperushwa na upepo huko na huko. Let not that man Sasa think. mtu wa namna hiyo kamwe Verse 7. asidhani, Let not that man think mtu wa namna hiyo kamwe that asifikiri he shall receive kwamba anything of the anaweza Lord. kupokea chochote kutoka Anything kwa of the Lord Bwana. is received by faith. Chochote kutoka kwa Bwana unapokea kwa imani. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. People of God, Watu wa Mungu, the subject of faith is so important. somo la imani ni la muhimu sana. This commission is a typical example of what faith can do. Huduma hii ni mfano halisi kile ambacho imani inaweza kutenda. We call this commission, wherever you are, you say a home of signs and wonders. Hii huduma inaitwa nyumba ya ishara na maajabu. Inaitwa ni nyumba ya ishara na maajabu. We might not even know what is your challenge. Tunaweza tusijue changamoto yako ni We nini. might not even know. Naweza hata mimi nisijue. But as you receive the word and believe it, Lakini unapolipokea neno na kuliamini, it always results to testimony. wakati wote huleta ushuhuda. Is somebody hearing what I'm Kuna saying? mtu anasikia anachosema? On that day, 39 years ago, Katika siku hiyo miaka 38 when God's iliyopita, servants saw a lot of people battered and battered and watumishi wa Mungu walipoona afflicted, kwenye maono watu wengi waliopigika, men and wakilia. women that need miracles in their life, Watu wake kwa waume walikuwa wakihitaji muujiza. God told Bishop Oyedepo, Mungu alimwambia Askofu Oyedepo, the hour to be part of this, liberating these people here. saa ya kuwa sehemu ya kuwakomboa watu The imefika. hour have come Saa imefika to liberate the world from all oppression of the ya devil kuukomboa ulimwengu kutoka katika mateso yote through ya the shetani, preaching of the word of faith. kupitia kuhubiri neno la imani. And what is that word of faith? Na hilo neno la imani ni nini? Let's go and preach the word. Nenda kalihubiri neno. Let the people put their faith in the word, Watu waeke imani katika hilo neno utakaolihubiri and they will be liberated. na watakombolewa. And it has been working for us Na imekuwa ikituletea matokeo over 39 years. kwa zaidi ya miaka People 39. of God, if you must be blessed here, Watu kama unataka kubarikiwa, if you must get miracles kama here, unataka upate miujiza hapa, walk on your faith. tendea kazi imani yako. Walk on your faith. Itendee kazi imani yako. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. And I tell you one thing, Ninakuambia kitu kimoja. the faith, God's servant will say that it is not a cheap talk, it's a hard work. Mtumishi wa Mungu anasema imani sio kuongea kirahisi, ni kazi Faith ngumu. is not a cheap talk. Imani sio kuongea kwa maneno rahisi. Faith is hard Imani ni work. kazi ngumu. Faith is not an easy virtue. Imani sio kitu kirahisi, ngumu Unless rahisi. you have not faced challenge before. Labda kama hujakutana na changamoto If huko you have nyuma. faced challenge before, Kama ulishakutana na changamoto you huko will nyuma, know that faith is not easy. utajua kwamba imani sio rahisi. You need to hold on. Unahitaji kusimama imara. Even there are trials they call trial of faith. Kuna It majaribu will yanaitwa come. majaribu ya imani. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. People of God, we need to work on our faith. Watu wa Mungu wanahitaji kuitendea kazi imani yetu. Faith is being fully persuaded of the truth. Imani ni kuwa na ule uhakika kwa habari ya kweli. Hallelujah. Haleluya. Notwithstanding the circumstances, Pasipo kujalisha mazingira yanayotokea, until the truth triumphs. mpaka ile kweli uliyoiamini inashinda. Faith is absolute confidence in God and His word. Imani ni kumwamini Mungu Absolute- kikamilifu yeye na neno lake. Absolute confidence in Kuwa God na and ule His word. imani, kumwamini Mungu If God has kikamilifu. said it, Kama Mungu amesema, it will happen. itatokea. Hallelujah. Haleluya. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. You need faith in God, Nahitaji imani kwa Mungu faith in His word, na imani katika neno lake. faith in the ministry, the person and the ministry of the Holy Spirit, Imani pia katika utu na ile huduma ya Roho Mtakatifu. faith in His prophet, Imani kwa manabii zake, and also na pia you need faith in your believing in you, unahitaji imani ya kujiamini believing the mwenyewe, ability God have given to you. kuamini ule utambulisho ambao Mungu amekupa. Before you pray for somebody, Kabla hujamwombea mtu, first of all, believe that if I pray, something will happen. cha kwanza amini kwamba nikiomba kuna kitu kitatokea. If you don't believe you carry something, Kama uamini umebeba kitu, you won't release that. hauwezi kukiachilia hicho kitu. Commanding the supernatural through the power of faith. Kuamuru mambo ya kiungu kupitia nguvu ya imani. Remember Kumbuka that in Mark chapter 6, Marko 6 reading from verse 1 to verse 5, kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 5. Jesus came to his own country. Yesu alikwenda kwenye nchi yake. The man that was going everywhere, healing all that was Yule mtu oppressed. alikuwa akizunguka huko na huko akiponya walioonewa. And the Bible says, Biblia inasema he could dare not do any mighty works. hakuweza kutenda kazi kubwa kule. He came to church
alikwenda kanisani teaching in the synagogue. akihubiri, People saw the Kanisani. word he was preaching. watu wakaona neno Many of them analihubiri. were believing what he said. Wengi walikuwa wanaamini alichosema, But there were a company of people. lakini kulikuwa kuna kundi la watu. The next verse 7. Ule mstari wa 3 They began to wonder and say, walianza kushangaa na kusema, is he not this carpenter? je, huyu sio yule seremala? They call him a carpenter. Walikuwa wanamuita seremala. One of the enemies of faith is familiarity. Mmoja wapo adui ya imani ni mazoea, kuzoea. When you are too familiar with the prophet, you can't believe him again. Unapomzuia sana nabii huwezi kumwamini And you tena. lose the prophet you don't believe, you will not impart you. Nabii usiyemwamini hawezi kukuletea matokeo. Maybe Jesus even have helped them to repair their chair or that. Yesu alishawasaidia hata Is he not kutengeneza the viti carpenter? vyao. Akasema huyu sio yule seremala huyu. Is he not the son of Mary? Huyu sio mwana wa Mariamu, The brother of James and Joseph? kaka wa Simon na Juda. Is he not the sisters here with us? Na dada zake si wako hapa, maumbu They zake. never believe he carries something. Hawakuamini kwamba amebeba kitu. Hallelujah. Haleluya. Verse 4. Mstari wa 4. Jesus said, Yesu akawaambia, everywhere you go, a prophet has honor. kila nabii anapokwenda anapata heshima, But in his own country, lakini there is nyumbani no kwake honor. mwenyewe hana heshima kabisa. And verse 5. Mstari wa 5. Look at what the Bible says. Tazama Biblia inachosema. He could do no mighty works. Wala hakuweza kufanya miujiza. They limited the Most High, the Savior. Walimwekea mipaka Mwokozi. Save that he lay hand on few and healed them. Hivyo hakuweza kutenda kazi kubwa, aliwawekea mikono wachache na And verse 6 kuwaponya. say he marveled. Mstari wa 6 anasema Because Yesu of their unbelief. akastaajabu kwa sababu ya kutokuamini kwao. Have you seen that Unaona? your unbelief Kule kutokuamini kwako can hinder miracles in your life? kunaweza kuzuia Your miujiza unbelief. isitendeke maishani mwako. Your unbelief. Kutokuamini kwako. Your unbelief. Kutokuamini kwako. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. People of God, Watu wa Mungu, you want to walk in the miraculous? unataka kutembea katika miujiza? Faith is a must. Imani ni ya lazima. But how do you release the power of faith in commanding the supernatural? Lakini sasa unaiachiliaje hii nguvu ya imani itende miujiza? But before I go into that, Kabla sijaenda katika hilo, let us know wote tutambue that faith is in measures. kwamba imani iko katika viwango. That's why last Wednesday we talked about growing in growth, Ndio maana spiritual growth and development. Jumatano iliyopita tulizungumzia And one kukua kiroho. of the areas that growth is needed is growing in faith. Moja ya eneo ambayo ukuaji unahitajika ni kukua katika imani. There is a little faith. Kuna imani ndogo. A little faith will give you a little result. Imani ndogo itakupa matokeo madogo. There are challenges a little faith cannot solve. Kuna changamoto ambayo imani ndogo haiwezi kutatua. There is a great faith. Kuna imani kubwa. Jesus said, I've never seen a great faith like Sasa this. sijai kuona imani kubwa kama hii. In Matthew chapter 8, reading from verse 8 to 11. Mathayo 8:8 mpaka Centurion servant, 11. he said, I've Yule never seen akida. a great faith like Sasa this. sijai kuona imani kubwa kama hii Not in Israel. katika Israeli. There is a great faith. Hiyo ni imani kubwa. There is a strong faith. Lakini kuna imani imara. Hallelujah. Haleluya. I say hallelujah. Haleluya. I say hallelujah. Haleluya. Great faith will give you a great result. Imani kubwa itakuwa matokeo makubwa. There is exceedingly great faith. Kuna imani kubwa zaidi. The result you get Matokeo utakayopata will only be determined by the level of faith you're operating. inategemeana na kile kiwango cha imani unachotembea nacho wewe. You need to grow your faith. Unahitaji kuikuza imani And yako faith ikue. is, to grow your faith, you need the word of God. Na ili kuikuza imani yako unalihitaji neno la Romans Mungu. chapter 10 verse 17. Warumi 10:17. Faith cometh by hearing, Imani huja kwa and kusikia hearing by the word na of kwa God. kusikia neno la Mungu. The same way faith comes, Namna ile imani that inavyokuja the same way it goes. ndio namna hiyo hivyo imani inakuwa. Your depth of the word determines your level of faith. Kile kina ulichokuwa nacho katika neno ndio inaamua kiwango cha imani unachokuwa nacho. Go after the word to grow your faith. Liendee neno la Mungu, lisome, ukuze imani yako. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. There's a level of faith you'll be operating. Kuna kiwango cha imani utakachotembea nacho. There are challenges will come, you'll be smiling. Kuna changamoto zitakuja, utakuwa unatabasamu. Hallelujah. Haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. But if you are still in a kindergarten kind of faith, that's elementary kind of Lakini faith, kama uko katika imani ndogo ile ya shule ya vidudu, you will still be crying. utakuwa bado unalia. Is your faith growing? Je, imani yako inakuwa? When you got born again 10 years ago, Ulipookoka miaka 10 iliyopita, a little headache, you are crying. kichwa kidogo tu maumivu ulikuwa unalia. And now that you are 10 years in Sasa faith, hivi una miaka 10 katika you are wokovu, still crying because of bado headache. unalia kwa sababu ya maumivu ya kichwa. Grow your faith. Kuza imani yako. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. And how do I release
Sasa ninaiachiliaje The imani? power of faith for commanding the supernatural. Naiachiliaje ile nguvu ya imani itende miujiza? And I say one, by declaring your faith. Namba moja ni kwa kutamka kile Or unachokiamini. by confession. Kwa kukiri. By confession. Kwa kukiri. By speaking out. Kwa kutamka. Faith is not something only that you put in the heart. Imani sio kitu Faith is kinachokaa tu born moyoni. in the heart Imani inazaliwa moyoni and released through the mouth. lakini inaachiliwa kupitia kinywa. If you don't release it through the mouth, it won't command the Kama supernatural. utaiachilia kupitia kinywa haitoweza kutenda That's mambo ya why kiungu. faith declarations always provoke miracle signs and wonders. Ndio maana matamshi ya imani wakati wote huleta ishara, miujiza na maajabu. If you believe in the healing power of God Kama unaamini ile nguvu ya uponyaji ya Mungu and you are challenged of sickness, na umepata changamoto what ya you do is ugonjwa, to release that faith in you. unachohitajika through ni your word. kuiachilia ile imani kwa kinywa chako. I read Micah chapter 6 verse 1. Nilisoma Mika 6 mstari wa kwanza. Micah chapter 6 verse 1. Mika 6 mstari wa kwanza. Micah chapter 6 verse 1. Mika. He said, hear ye now what the Lord says. Sikia kile ambacho Bwana asemacho. Arise, Inuka, contend thou before the mountains, shindana na hiyo milima. and let the hills hear thy voice. Vilima visikie sauti yako. Just remove that hills there. Ondoa neno milima pale. Any challenge you are facing is that hills. Changamoto unakabiliana nayo ni mlima. Let corona hear your voice. Kirusi cha corona kisikie sauti yako. Let barrenness hear your voice. Utasa usikie sauti yako. Let lack hear your voice. Kupungukiwa isikie sauti yako. Is somebody hearing what I'm Na saying? mtu anaona anachosema. That mountain there is not a physical substance. Pale anapotamka mlima amaanishi ule mlima unaoona mkubwa kama Everything that mlima mock cha. your glorious destiny is a mountain. Kila kitu kinachozi yake hatima yako utukufu ni mlima. Comparing this scripture now to Mark chapter 11 verse Linganisha ile 29. andiko na ile Marko 11:23. That's a way to release faith. Hiyo ndio namna ya kuachilia If you imani. look at Mark 11, Marko 11, let me start. Let me know with verse 23. tuanze mstari, Mark chapter 11 verse 9. tuanze mstari wa 9. Check verse 9 for me. Tuanze ule mstari wa 9 pale. No, it's not verse 9. Go to verse 11. I'm looking for where Jesus caused the victory. Tunatafuta pale Yesu alipoulaani mtini pale. They went out into Bethany, verse 12 now. Verse Mstari wa 12. 12 sasa. Verse 12. Mstari wa 12. And more, when they come to Bethany, he Hata was asubuhi walipoingia hungry. Bethania aliona njaa. That's the way to release faith. Ndio namna ya kuiachia imani. Seeing a victory afar off Akaona mtini kwa mbali and having leaves, ulikuwa una majani, he came. akaenda If happily he might ili find aone anything kama thereof. atapata kitu au tunda kwenye huo But he mtini. came to eat. Alipoufikia He found nothing but leaves. hakuona kitu bali majani matupu. But what surprised me in this scripture, Kilichonishangaza katika andiko he hili, said, for the time of feast maana was not yet. haukuwa wakati wa What does that kupata mean? matunda. The Maana fig yake ni tree is a seasonal tree. kwamba ule mtini ni mti wa msimu. There are seasons where they have fruit. Kuna msimu unakuwa na There are matunda seasons where they don't na have kuna fruit. msimu matunda yanakuwa hayapo. And you are aware that there are times you go to mango tree. Na unajua You kuna won't wakati see utakwenda mango. kwenye mti wa embe na usione embe. Most of the katika huo time you see the seedlings coming out. mti. Mara nyingi utaona zile mbegu ndo zinaanza That was kuchipuka. the case of this fig tree. Ndio ilikuwa namna katika mtini huu. It was not the time Haukuwa wakati wake for the fig tree wa kutoa matunda to au have mtini. fruit. And Jesus answered. Yesu akauambia. I was meditating on this scripture. Nilikuwa natafakari hili neno. So who says something? Jesus answered. Yesu akajibu. Nani aliongea na Yesu Because it akamjibu? was Jesus and the fig tree. Ilikuwa ni Yesu na huu mtini. What did Jesus hear? Yesu alisikia nini? That he answered. Akajibu. And why did Jesus cause the fig tree? Na kwa nini Yesu aliulaani ule mtini? Even when it is not time for the fig tree to have Kwa fruit. sababu ule mtini haukuwa wakati wake wa kuzaa matunda. And Holy Spirit began to tell me, there was a voice Jesus heard. Kwa sababu ya ile andiko kuna sauti Yesu The same way alisikia. challenges have voices. Namna ile ile ambapo changamoto zina sauti. You are sick, you will be hearing voice, you are going to die. Unauma, unasikia sauti kwamba unakwenda kufa. You are hearing voices. Unakuwa unasikia sauti kupitia zile In the changamoto. realm of the spirit, everything it speaks and Katika hears. ulimwengu wa roho kila kitu kinaongea na kinasikika. Jesus released his faith. Yesu akaachilia imani Said, yake. no man eated food Akasema from leaf thereafter. kama mtu asile matunda kwako. And disciples heard him. Na mitume wakasikia. And verse 21. Mstari wa 21. Verse 21. Mstari wa 21. Or verse 20 now. Verse Mstari wa 20. 20.
Verse 20. Sura ya In 20. the morning as they passed by, Asubuhi walipokuwa wakipita, the fig tree dried up from his ule roots. mtini ulinyauka toka shinani. And verse 21, Peter calling in remembrance, said, Petro akikumbuka Master, akamwambia, Rabi, behold, tazama the fig tree mtini which thou causest is withered away. ulioulaani umenyauka. And Jesus answered, Yesu akamjibu, have faith in God. mwamini Which is Mungu. being interpreted, Maana yake ni hii, have God kind of faith. uwe na ile imani kama ya Mungu. That is the speaking faith. Maana yake ni ile imani And in verse inayotamka. 23 he says, Mstari 23 verily I say unto you, Hakika ninawaambia, that whosoever shall say to this yote mountain, atakayeuambia mlima huu be thou removed, ung'oke and be thou cast into the sea, ukatupwe baharini, and shall not doubt, na asione shaka in his heart, moyoni mwake, but shall believe that those things he said, ila aamini kwamba hayo shall come to asemao pass. yametukia, he shall have whatsoever he yatakuwa said. ya kwake. Hallelujah. Haleluya. The God kind of faith Imani ya namna ya kimungu, is a speaking faith. ile imani inayoongea. Don't keep quiet. Don't keep quiet. Usikae kimya, Speak against that fever. tamka kinyume na hiyo homa. Jesus released his faith when he went to Peter's house and saw the in-law of Peter sick. He rebuked the fever. Yesu And the aliachilia fever, imani yake alipokwenda nyumbani kwa Petro, akamwona mama mkwe ni mgonjwa, alikemea ile homa. speak out. Tamka. I've told you here, Shakwambia hapa, if you don't speak to situation, kama utayatamkia mazingira, you will not get solution. hutopata jawabu. Stand up on your feet. Simama kwa miguu yako, Stand up on your feet. simama kwa miguu yako. Malia Shuleda. Somebody bless, shout a bigger hallelujah. Umebarikiwa, sema haleluya. Somebody bless, shout a bigger Umebarikiwa, hallelujah. sema haleluya. Lift up your voice and give him all the Inua glory. sauti yako, mpe Mungu utukufu, Give him all the honor. mpe heshima. Oh, lebala bashaka tolia balaba. Oh, bendelia baba. Somebody thank him. When you Mshukuru thank Mungu. him, the word enters you. Thank him. Unapomshukuru Mungu, neno linakuingia. Melianda la balaba. Liakabo shakata la balaba. Eliakaba shakita la balabo shalaba. Lebo alia balaba. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Another way we release our faith is thanking God in anticipation. Njia nyingine ya kuachilia imani ni kumshukuru Mungu tukitarajia. That's why as we are thanking, we are not only thanking God for what He have done. Ndio maana tunapomshukuru Mungu leo, tumshukuru kwa yale tu yaliyokwisha We kutendeka. thank God for what we want Him to do. Tunamshukuru pia kwa kile tunachotarajia au tunachokitaka In the akitende. first service, I gave example of the one leper that returned. Kwenye ibada ya kwanza nilitoa mfano ule mpoma mmoja aliyerejea. Jesus said, "Go and show yourself to the priest." Yesu ambaye nyendani mkajionyeshe kwa makuhani. And as they are going, Walipokuwa wakienda, he looked and there is a change. walitazama, waliona mabadiliko. He returned. Yule mmoja akarejea. And Jesus said to him, Yesu akamwambia, "Thy faith imani yako have made thee whole." imekukamilisha. There was a difference between when he returned and when he left after he returned. Kuna tofauti baina ya huyu mmoja aliyerejea na wale wengine. And also said in the tomb of Lazarus, Katika lile kaburi la Lazaro, Jesus gave thanks. Yesu alishukuru While Lazarus was still in the grave. wakati Lazaro bado hajafufuka, liko kaburini A ndani. nominal Christian will not give thanks until Lazarus wake up. Kristo wa kawaida asingeshukuru mpaka Lazaro afufuke, But Jesus know how to release faith. lakini Yesu alijua namna ya He said, kuiachilia "Father, imani. thank you because you have Sasa, had me." Baba nakushukuru kwa sababu unanisikia. Before he said, "Lazarus, come forth." Akasema sasa Lazaro We saw toka. Jesus fufuka. in John chapter 6 verse 5 to 11. Yohana 6:5-11. There is a little fish and bread. Kulikuwa na samaki wachache na mikate michache One pale. of the apostles said, "What can this do among many?" Mtume mmoja akamwambia Yesu, hivi vitatufaidia nini? Watu ni wengi, havitutoshi hivi. Hallelujah. Haleluya. And if you read this, Jesus said, Ukisoma pale Yesu "Bring akasema, it," and he lifted and thanked Yesu God. akavichukua vile vichache akavinua akashukuru, And that was it. na ndio akapata matokeo ya kuzidishwa. If you have prayed Kama umeomba and you didn't see anything, hujaona kitu chochote, engage the mystery of thanksgiving. tumie siri ya shukrani. Start thanking God for your healing. Anza kumshukuru Mungu kwa ajili ya Start uponyaji thanking wako. God for your marriage. Anza kumshukuru Mungu Start kwa ajili ya thanking ndoa God for your yako. miracle Shukuru Mungu children. kwa ajili ya watoto wako Start wa thanking maagizo. God for your Shukuru for Mungu fruitfulness and kwa every other ajili ya thing. uzao, And that commits God. na hiyo inamfanya Mungu. That is a test. That is the how faith is released. Hiyo ndo namna ya kuiachilia imani. And I said in the first service Nilisema kwenye ibada ya kwanza, that the greatest test of faith jaribu kubwa la imani is when you don't get what you want ni from pale God, ambapo hujapata lile unalolihitaji kwa Mungu, and yet na bado you are able to say thank you. unaweza kumwambia Mungu asante. The greatest test of faith Jaribu kubwa la imani is when you don't get what you want ni from pale God, ambapo hujapata ulilomwomba Mungu, and yet
na bado you are able to say thank unaendelea you, Lord. kumshukuru Mungu. Unaweza kumshukuru Mungu. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Lift up your voice and thank him Inua in sauti yako, anticipation. mshukuru Mungu. Thank him in anticipation. Shukuru Mungu ukitarajia akutendee jambo. Oh, libra shaki atalia bolando bando beshuba. Elia kaba balando 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 boshi indolo bonde akiata ndeliaba andeka tobre lande shulanda labra katushia eketisha katakatula balabalia alande lando brekete ketobraliaba. We thank you, Jesus, in Jesus' glorious name. Katika jina tukufu la Yesu. But your thanksgiving will not ascend to heaven if you are not born again. Shukrani zako hazitofika mbinguni mpaka umeokoka. And you don't have faith because no one that is born again now on his own. We are saved through grace. We are saved by faith. We are saved by grace through faith. You must believe first. That's the beginning of growing in faith. Hauwezi kuwa na imani kwanza mpaka uokoke. Unapookoka ndio unaingiziwa imani. Faith is involved in our salvation. Imani inahusika katika wokovu wetu. That's why if you are not born again, Ndio maana kama hujaokoka, you are in a level of no faith. uko katika kiwango ambacho huna imani kabisa. No faith. Huna imani. But it is salvation Ni ule wokovu that matriculate you in the school of faith. ndio unakuingiza katika shule ya kupanda madaraja kwenye You are imani. hearing me now, you are not born again. Unanisikia mimi hapa na hujaokoka. The wise thing to do Kitu cha hekima cha kufanya is to surrender your life to ni Jesus. kutoa maisha yako kwa Kristo. And your life will never remain Na the maisha same. yako yatabaki kama He yalivyokuwa will mwanzo. transform your life. Itabadilisha maisha yako. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Somebody say, who want to do that? Uko hapo unataka kuokoka? Help me put your hand on your chest. Nisaidie, weka mkono wako kifuani. You want to rededicate your life? Ama uliokoka ukarudi nyuma unataka Put your kutengeneza hand na on your Yesu, chest. weka mkono wako I want kifuani. to pray for you now. Nataka nikuombee You sasa. want to be born again? Wewe unataka Put your kuokoka? hand on your chest. Weka mkono wako kifuani. Please do it very well. Weka mkono wako kifuani vizuri, Don't be unataka ashamed of kuokoka. doing it. Weka mkono wako kifuani Many have vizuri. done it. Wengi wamefanya You hivyo. are the only one remaining. Wewe tu ndio umebaki Do kuokoka. you let me pray for you? Weka mkono wako kifuani, unataka kuokoka, nikuombee. Please come forward here. Let me pray for you. Na njoo hapa mbele. Weka Come mkono forward, let me pray kifuani. for you. Njoo hapa mbele nikuombee. Come Unataka kuokoka? Come Njoo forward, hapa let me pray mbele. for you. God bless you. Njoo mbele, unataka kuokoka? Clap your hand. Mungu here. akubariki. Njoo Come mbele. forward. Let me pray for you. Njoo hapa mbele nikuombee. Come forward. Let me pray for you. Njoo mbele nikuombee. If you are there, come and join this Njoo brother. mbele, unataka Come kuokoka? and Njoo join this mbele, brother. njoo Let me mbele. pray for you. Njoo mbele, unataka kuokoka? Join. Father, thank Uliokoka you. ukarudi nyuma, unataka Come, kutengeneza na we are Yesu. waiting for you. Njoo mbele, Come, we tunakusubiri. are waiting for you. Come and receive Popote Jesus. ulipo, njoo mbele. Come and receive Jesus. Njoo mpokee Yesu. Jesus in your life is the greatest thing that can happen to you. Yesu katika maisha yako ni Come jambo and zuri receive linalotokea Jesus. kwako. Come and receive Jesus. Njoo hapa mbele Your umpokee life will Yesu. never remain the same. Maisha yako yatabaki kama ilivyokuwa mwanzo. Hallelujah. Congregation, have your seat. Kanisa tuketi. Nyinyi mlioko hapa mbele, tafadhali fuatisheni maneno haya. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu, asante kwa neema yako iliyonivuta kwako. Ninakiri ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu. Nioshe kwa damu yako. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ingia ndani yangu, uwe Bwana na Mwokozi wangu. Kuanzia leo nimeokoka, nitakufuata na kukutumikia siku zote za maisha yangu. Father, thank you for these souls you say. Baba, asante kwa hizi nafsi ulizookoa. Your word said there is a joy in heaven over one soul that Na repents. furaha mbinguni nafsi moja inapotubu. Father, and let there be joy in their life. Wepo na furaha katika maisha yao. Anyone, if they are sick, heal them now. Kama ni Jesus. wagonjwa waponye I sasa. command the sickness to leave them now. Na amuru magonjwa Let yawaachilie. every burden be lifted. Mzigo uondoke I kwao. cover them with the blood Na of wafunika Jesus. kwa damu ya Yesu. They remain covered. Wadumu wakiwa wamefunikwa. In Jesus' glorious Katika name. jina tukufu la Yesu. Congratulations. Hongera. Please follow our church officials. Tafadhali wafuate wahudumu upande wako wa kushoto wa mkono wako, wafuate wahudumu. Somebody shout a bigger hallelujah. Sema haleluya kubwa.
Stand up on your feet. Simama kwa miguu yako. We go into thanksgiving anticipation. Tunakwenda kushukuru tukiwa na matarajio. We have thanked him before. Let's continue to thank God. Tulimshukuru huko nyuma, tuendelee kumshukuru Mungu. You are going to join me and thank God. Nakwenda kuungana nami kumshukuru Mungu. Technically, you can put it for me, number 4. Wale watu wa ufundi waneke Father, ombi in the namba name 4. of Jesus, Baba, katika jina la Yesu, thank you asante for opening of the doors of all educational institutions kufungua milango ya taasisi zote za elimu across the nation of katika Tanzania. mataifa ya Tanzania. Hallelujah. Haleluya. The Bible said this is the Lord's doing and it is marvelous in our Biblia eyes. inasema hili ni tendo toka kwa Mungu nalo ni ajabu machoni We are petu. thanking God what he's about to do. Tunamshukuru Mungu kwa kile ambacho tunatarajia Lift up your akifanye. voice and give him all Inua the sauti glory. yako, mpe Mungu Thank utukufu. you Mshukuru for opening doors of all educational institutions kwa kufungua milango ya across the taasisi nation of za elimu Tanzania. katika Somebody mataifa. lift up your voice and thank Inua him. sauti yako, mshukuru Mungu. Lift up your voice and thank him. Inua sauti yako, mshukuru Mungu. We thank you. We thank you. We thank you. Tunakushukuru, We tunakushukuru. thank you, Lord, Tunakushukuru for opening the doors of kwa educational kufungua institutions. milango ya Lord, in taasisi this za elimu nation. katika Oh, taifa hili la hallelujah, Tanzania. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, lobo shaketa laba laba laba. Alaba bashakiata laba laba laba. Obrekete kata brashiliaba. Alia baba shakita laba laba. Obrelianda laba labo shalaba laba. Is somebody thanking him? Is somebody thanking Je, kuna him? mtu anamshukuru Mungu? Oh, maketa leba shiliaba. Obelande laba laba laba. Elia kata brashiliaba laba laba. O balanda kata katelia balaba. Ebalia baba sholobolia balaba. Landa la boshiraba. Blessed be your holy name. Libarikiwe jina lako takatifu. Somebody say louder, Sema amen. amina kubwa. In Matthew 15 verse 13, Mathayo 15, the Bible says 13. every plant my heavenly Father have not planted shall be rooted out. Pando lote ambalo babangu hajalipanda We say, litang'olewa. Father, thank you. That's Sema number Baba, 2. asante. Thank you for rooting out the plague of coronavirus Asante kwa kung'oa pigo la kirusi cha corona from the land of Tanzania. kutoka katika nchi ya Tanzania. Lift up your voice and thank Inua God. sauti yako, mshukuru Mungu. Oh, God have rooted it out. Mungu ameling'oa. Thank you for rooting out Tunakushukuru kwa the kuling'oa plague of coronavirus pigo la kirusi cha corona from the land of kutoka Tanzania. katika ardhi ya Tanzania. Thank you, Jesus, for rooting Asante out. Yesu Kristo. Thank you for rooting out. Asante kwa Thank kuling'oa. you for rooting out. Asante kwa kuling'oa. Oh, la kabasho liba lamba laba. He said, every plant my heavenly Father have not planted Lazima kila pando ambalo babangu shall be rooted out. Shall be lazima rooted ling'olewe, out. lazima ling'olewe. Shall be rooted out. 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 In the name of Jesus, shall be rooted out. Oh, lebashi katubalande. Litang'olewa katika jina la Yesu. Obelande katesha la balaba. Elia katekete la balaba shuliaba. Bakata brali shola braliaba. Opre kate kata la balaba. Elia kabashulia baba. Lekato. Ebalaba shalaba. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. It's not time for your personal thanksgiving. Wakati wa Anything you want to shukrani thank God binafsi. for. Chochote unataka You want to kumshukuru thank God Mungu. for this nation. Unataka kumshukuru You Mungu kwa want ajili to ya thank God taifa. for any healing you desire. Thank God in Tunashukuru kwa uponyaji anticipation. unaotamani, Whatever you kumshukuru. desire in this service, Chochote unachotamani I kwenye want to ibada hii. announce to you that it is done. Nataka Thank God now nitangazie it is imekuwa. done. Thank God it is Mshukuru done. Mungu maana Thank God it ameshakutendea is done. hitaji Thank lako God it is binafsi. done. Thank Mshukuru God it is Mungu done. maana Oh, your ameshakutendea healing is established. hitaji lako binafsi. That burden is Uponyaji lifted. wako umethibitishwa. Financial open door is Mzigo lifted. umeondoka. Your doors of Milango ya finance kifedha are open. imefunguka kwako. Oh, no more hardship. No more Hakuna hardship. ugumu tena In maishani the mwako. name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Lift Kristo. up your voice. Thank Him. Inua sauti yako, mshukuru Mungu. Personally for your business. Thank Him for your career. Thank Him. Malande kato belando. Ekate ta basula. Ekate kato belanda la balaba. Obelia basilia. Bandolobosia. Ali kaba. Lebo alia solobolia. Molianda kabosia laba. We thank you. Blessed be your holy name. Nakubariki, libarikiwe jina lako takatifu. Somebody shout a louder Sema amen. amina kubwa. I'm not hearing a louder amen. Yasikia amina kubwa. We read Psalm 149 and we praise God. Kwa hii Zaburi Psalm 149. 149, Because this praise we are doing now is a warfare praise. sifa hizo tunakwenda kusifu ni sifa za vita. All our enemies, enemy of this nation. Maadui zetu Coronavirus is an enemy. na corona ni adui. Hallelujah. Haleluya. Let's read together. Tusome kwa pamoja Zaburi ya Praise 49. ye the Lord.
Haleluya, mwimbieni Bwana. Sing unto the Lord a new Mwimbieni song. Bwana wimbo mpya. And his praise in the Sifa congregation zake of katika saints. kusanyiko la wataua. Let Israel rejoice Israeli in na him that wafurahie made yeye him. aliyemfanya. Let the children of Wana wa Zion be Sayuni joyful in wamshangilie their king. mfalme wao. Let them Na praise him, walisifu jina lake his name in the kwa dance. kucheza, Let them sing praises kwa unto matari na him with kinubi timbrel and harp. wamwimbie. For the Lord Kwa kuwa Bwana taketh pleasure in his anawaridhia watu people. He will wake, beautify the meek with huwapamba wenye salvation. upole kwa wokovu. Let the saints be Wataua joyful in na glory. washangilie Let them sing utukufu wa aloud Bwana. upon their beds. Waimbe kwa sauti kuu Let the vitanani high mwao. praise Sifa kuu open za their Mungu mouth ziwe vinywani mwao, and a two-edged sword na in their upanga hand mkali kuwili mkononi to mwao, execute vengeance ili kufanya upon the kisasi hidden juu ya and mataifa punishment na juu ya upon the people, juu ya kabila za watu. to bind their kings with chains, Wafunge wafalme and wao their kwa nobles minyororo with feathers na of wakuu iron, wao kwa pingu za chuma, to execute upon them wafanyia hukumu the judgment written. iliyoandikwa. His honor Hii have ndiyo all his servants. heshima Praise ya ye wataua the wake. Lord. Haleluya. Somebody say amen. Sema amina. Somebody say louder Sema amen. amina kubwa. If you have a transport offering, package it now. Kama una ile sadaka ya usafiri ifunge vizuri, Or any other offering you came, you have not au given. sadaka yote ulikuja nao We are hujatoa, going to praise God now. tunakwenda kumsifu Mungu While we sasa. are praising God, they will collect it. Na hapo msifu Mungu Your ataichukua. offering is accepted and it is Sadaka yako blessed. imekubaliwa. Label it very well, transport Iandike offering. vizuri sadaka ya usafiri. If you didn't come with anyone, please form the habit of giving Kama to hujaja bring nao others to leo, church. tengeneza utaratibu ama tabia ya kuwa unakuja nao katika ibada zinazokuja. God bless you. Mungu akubariki. Choir, sing for us, our offerings are tuimbe. accepted. Dance. And as we are dancing, Kwaya God is tuimbe, perfecting what He started. cheza, na unapocheza Mungu anakamilisha alichokianza. Sifa Bwana, sifa Bwana, sifa Bwana, pokea sifa Bwana. Sifa Bwana, sifa Bwana, sifa Bwana, pokea sifa Bwana. Sifa Bwana, sifa Bwana, sifa Bwana, pokea sifa Bwana. Sifa Bwana, sifa Bwana. Sifa Bwana,
Jesus.
Biganocho.
return all the glory to you tunarejesha utukufu wote kwako in the name of Jesus Christ. katika jina la Yesu Kristo. Perfect what you have started Kamilisha kile ulichokianza in the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu What you Kristo. have started in our lives, Kile ulichoanza katika what you maisha have started yetu, in this kile country, ulichoanza katika huduma to hii, the glory of your kwa name. utukufu wa jina lako In the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. I'm not hearing a louder Sikia amen. amina kubwa. And I decree over you Ninatamka juu yako, that God whom you have praised this hour Mungu uliyemsifu saa hii will decorate your life in the name of atapamba Jesus. maisha yako kwa jina la Yesu. You and your entire family Wewe na familia yako shall nzima not be a victim of any evil. hautakuwa mhanga wa You mabaya and yote. your entire family Wewe na familia yako shall not be a victim of hautakuwa coronavirus. mhanga wa kirusi cha You korona. and your entire family Wewe na familia yako shall not see stagnation. hautaona kudumaa. You and your entire family Wewe na familia yako shall not see financial lack. haitaona kupungukiwa In the name kifedha of Jesus Christ. katika jina la Yesu Kristo. Anytime you praise God, He raises Kila you. wakati utakapomsifu Mungu You shall not be found on the bottom line of life. hautaonekana kwenye You shall be majanga. found at the top in the name of Jesus Utaonekana Christ. kileleni In juu. your career at the top in the name of Taaluma Jesus yako Christ. itakuwa juu. In your business at the top in the name of Biashara Jesus yako Christ. itakuwa juu. I'm not hearing a louder Sikia amen. amina kubwa. Anyone that came here sick, Yote aliyekuja hapa mgonjwa, I cause that sickness in the Bwana name of Jesus ugonjwa kwa Christ. jina la Yesu. I declare you healed now in the name of Umepona Jesus. sasa kwa jina la I Yesu. declare you made whole now in the name of Jesus Umekuwa Christ. mzima kwa jina la Yesu. Everything that mock your glorious destiny in Chochote Christ kinachoziaki hatima yako utukufu ndani ya is Kristo caused right now in the name of Jesus kimelaaniwa Christ. sasa kwa jina la Yesu. We speak to the land of Tanzania Tunaitamkia ardhi ya and Tanzania all the nations of the na earth, mataifa yote ya dunia, and we decree na tunatamka that coronavirus spread no further in the cha name of korona Jesus. akitoenea tena We kwa jina la Yesu. decree total victory over coronavirus in this Ushindi land. dhidi ya kirusi cha We korona. decree total victory over coronavirus in this Tunatamka land. ushindi dhidi ya kirusi cha korona In the name of Jesus Christ. katika jina la Yesu. Anyone remaining to be healed in the isolation centers, Yeyote ambaye amekaa in the karantini name of Jesus kwa Christ of jina la Yesu Nazareth, Kristo, we declare them healed tunatamka now. wamepona, We declare them made whole now. tunatamka wamekuwa In wazima the name of Jesus Christ. katika jina la Yesu We Kristo. speak to the economy of this nation Tunautamkia uchumi and wa all taifa the hili nations of the na earth. mataifa yote ya And we dunia, decree na it tunatamka shall blossom in the name of Jesus utachanua Christ. uchumi wake. No economy shall be stagnated in the Hakuna name of uchumi Jesus Christ. utakaodumaa kwa jina la Yesu. And I decree over you and your business, Natamka juu yako na biashara yako, you shall not lose that business in the name of Jesus Christ. hautapoteza hiyo biashara kwa jina That la Yesu. business will not close down in the Hiyo name of Jesus biashara Christ. haitafungwa kwa jina la That Yesu. business will grow from glory to Hiyo glory. biashara itakuwa toka It will utukufu go hata from utukufu. profit to profit. Itaongezeka faida In the name of baada ya Jesus faida. Christ. Kwa jina I la speak Yesu. to you in the name of Jesus. Na nena nawe kwa jina la Yesu. Anywhere you are walking, Kila utakapotenda you kazi, shall not be retrenched. hautafukuzwa You kazi, shall not be sacked. hautaondolewa. Your job are sustained in Kazi the name yako of Jesus imehifadhiwa Christ. kwa jina la Yesu. They are sustained in the name of Kazi yako Jesus Christ. imehifadhiwa kwa jina la Yesu. And I decree over you, Natamka juu yako, the favor of God will locate you this way. kibali cha Bwana kitakupata wiki hii. Financial favor will locate you this Kibali cha way. kifedha kitakupata. Marital favor will locate you this Kibali way. cha kindoa In kitakupata the name of Jesus Christ. katika jina la Yesu. Everything that is not working in your life, Kila kitu ambacho kitendi kazi kwenye maisha yako, go, it shall begin to work in the tena name of kitaanza Jesus kutenda Christ. kazi. And I decree, Na ninatamka in the name of Jesus Christ of Nazareth, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, I decree natamka that it shall be well with you. itakuwa heri kwako, It shall be well with your family. itakuwa heri na familia It shall yako, be well with your children. itakuwa heri na watoto In wako the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. Every arrow of the devil fired at Kila you, mshale wa shetani uliotumwa it kwako return back to the head of the sender. unarudi kwenye kichwa cha adui yako. Every gang up of principalities Kila and powers, kusanyiko la falme na mamlaka, every gang up of witches and kila wizards kusanyiko la wachawi na washirikina against you and your entire family, kinyume nawe na familia the yako, fire of the Holy Ghost scatters moto wa them Roho in the name of Mtakatifu Jesus unajibu Christ. kwao. You shall not be a victim of accident. Hautakuwa mwanga wa As you ajali. go from one place to another, Unaposafiri toka eneo moja kwenda God shall give lingine, his angel charge Mungu over you ataagiza malaika to wakulinde, keep you in your ways. watakuhifadhi njiani. Anyone facing one challenge or the other, Yote anayepitia changamoto moja ama I nyingine, decree in the name of Jesus, natamka katika jina la it Yesu, shall be for you a testimony in the name itageuka of kuwa Jesus. ushuhuda kwako. It Ile shall changamoto, turn to a testimony for you ile in the name of changamoto Jesus. itageuka kuwa shuhuda kwako. So shall it be. Ndivyo itakavyokuwa. I cover you with the blood of Jesus Na Christ. kufunika
Tunafunika kwa damu ya Yesu You're Kristo. going out and coming in this week. Kutoka kwako na kuingia It's wiki hii covered by the blood of Jesus. umefunikwa kwa damu ya It Yesu. shall be your week of harvest of Itakuwa wiki miracles. yako ya mavuno ya It shall be your week of miujiza. harvest of miracles. Wiki ya mavuno ya It shall be your miujiza. week of harvest of Wiki ya miracles. mavuno ya In miujiza. the name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu And Kristo. I decree your hand will touch money this week. Natamka mkono wako utashika I say your pesa. hand will touch money this Mkono week. wako utashika pesa. I say your hand will touch money Mkono this wako week. utashika pesa wiki hii. In the name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. So shall it be. Ndivyo We itakavyokuwa. pray for the blessing of God Ninaomba baraka za Mungu upon the president and the entire na parliament tena kazi juu ya and rais everyone in authority. na kila mmoja kwenye mamlaka. That which God have used them to do Kile ambacho Mungu amewatumia kutenda concerning containing coronavirus in this kuhusiana na nation, kukabiliana na kirusi cha korona katika nchi hii it shall be sustained in the name of Jesus itahifadhiwa Christ. katika jina la Yesu. God will give them more of his wisdom Mungu atawapa viongozi wake in the hekima name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. So shall it be. Ndivyo I itakavyokuwa. will hear your testimonies this Nasikia week. ushuhuda wako wiki hii. Any devil that plans to attack you, Shetani aliyepanga that kukushambulia, plan is cancelled in the huo name of mpango Jesus Christ. umebatilishwa. And I decree, Natamka you shall live and not die. utaishi au utakufa. You will not bury anyone in your family this Hautazika year. yoyote katika familia In yako. the name of Jesus Katika jina Christ. la Yesu Kristo. So shall it be. Ndivyo itakavyokuwa. In Jesus' glorious Katika name. jina tukufu la Yesu. Clap your hand for Jesus Pigie Bwana Christ Yesu makofi mazuri. and have your seat. Tafadhali keti.